Machi 4, 2026. Mtazamaji wa Tumaini TV na kukaribisha katika Tumaini Habari. Bila shaka hujambo, karibu tuanze kwa muktasari. Waziri Mkuu asema aliyefanya upasuaji nyumbani afukuzwe kazi na afikishwe mahakamani. RC Mara apiga marufuku wataalamu kutumia neno mchakato miradi ya maendeleo. Watu 6 wamefariki baada ya shimo la mgodi kuanguka mashariki mwa Kongo. Katika michezo, Singida Black Stars yajipanga kupata ushindi kwa Yanga. Naitwa Meriuda Mhombwe, hii ni Tumaini Habari. Karibu. Na nikianzia huko jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza mamlaka zinazohusika kuchukua hatua kali dhidi ya muuguzi mmoja mkoani Tabora anayedaiwa kufanya upasuaji wa mgonjwa nyumbani kwake kinyume na maadili ya taaluma ya afya. Akizungumza leo Machi 4 alipokuwa akizungumza na wafanyabiashara wa soko la Machinga jijini Dodoma baada ya kusimamishwa na wafanyabiashara hao, Waziri Mkuu Mwigulu amesema haiwezekani mtu kufanya upasuaji nyumbani wakati serikali imejenga hospitali, vituo vya afya na hospitali za rufaa katika maeneo mbalimbali ili wananchi wapate huduma salama. Aidha, Dr. Mwigulu amemwagiza mkuu wa mkoa wa Tabora kuhakikisha mtumishi huyo anakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria mara moja. Katika hatua nyingine, waziri mkuu amemwagiza kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita kufanya uchunguzi kuhusu madai ya ubadhirifu wa fedha katika mradi wa ujenzi wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyang'hwale. Amesema amepata taarifa kuwa baadhi ya watu wanatengeneza mianya ya ubadhirifu kwa kuwatafuta mafundi na makandarasi wao ili kugawana fedha za umma. Nimetuma vyanzo vyangu, watu wanatengeneza dili la kula fedha, wanatafuta mafundi wao, wanatafuta makandarasi wao ili wagawane fedha. Sasa kamanda wa TAKUKURU wa mkoa wa Geita, nenda kachunguze pale Nyang'hwale nipate hiyo taarifa. Nipate taarifa ili niweze kuamulia kwa wale wanaotengeneza, wanaitanguliza fedha ya umma kule mbele ili wakachukulie kule mbele. Na majizi, wazembe, wavivu, mchukie, mtanuna mpaka mpasuke. Sitacheka na mvivu, sitacheka na mwizi, sitacheka na mdokozi, sitacheka na mzembe. Katika hatua nyingine, waziri mkuu amesema serikali itaendelea kuboresha mazingira ya wafanyabiashara katika masoko nchini ili kuwasaidia kufanya biashara zao katika mazingira bora. Taarifa inanipeleka mkoani Mara ambapo mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amepiga marufuku kwa wataalamu wanaosimamia miradi ya maendeleo kutumia neno mchakato kama kichaka cha kujificha na kushindwa kutimiza majukumu yao kwa wakati. Tupate simulizi zaidi. Katika mkoa wa Mara nimesema ni marufuku kutumia neno mchakato. Marufuku kabisa. Ni kauli inayotolewa na mkuu huyo, inayotolewa na wataalamu kila anapotembelea miradi ya maendeleo ambayo haijakamilika. Linakuwa ni jitu kama limejifinyanga hivi. Alafu linaonyesha ni kama watu fulani wako very serious. Lakini kumbe wako very serious kwenye kuwagilibu. Hawafanyi chochote, wanakupa tu neno hilo mchakato. Kumbe nilikichaka, watu wamejificha huko cha kutokufanya kitu chochote. Sasa neno mchakato mkoa wa Mara marufuku kwenye kushughulikia miradi ya maendeleo kwa wananchi au kutoa huduma kwa wananchi. Marufuku kusema mchakato. Nataka kusikia hatua zinachukuliwa. Tuko hatua hii, tunaenda kwenye hatua hii. Viporo haya mambo mchakato. Hapa kuna soko la Nyamongo, tutenga fedha milioni 800 kuanza. Hiyo ni hatua ya kwanza ya ujenzi. Mpaka leo wapo kwenye mchakato, au hiyo ni kazi ya kitaalamu. Nilitenga fedha za milioni 300 na kitu pale Nyamwaka kuanza kujenga stendi, na yenyewe ipo pia kwenye mchakato. Kwa hili, kwa sababu wewe ni mkuu wa mkoa, basi mtusaidie. Wananchi wakishaambiwa kwamba soko linajengwa Nyamongo zaidi ya mwaka wa pili sasa, unapoeleza mchakato wao hawaelewi. Na kisha pongezi zikatolewa kwa uongozi wa mgodi huo kwa namna wanavyoshirikiana na jamii katika kutatua changamoto kwa namna ya pekee kabisa. Nawapongeza sana wenzetu wa uongozi kwa ujumla, uongozi na manager, uongozi wa
Barrick Mara kwa weledi uliotukuka. Tumeona namna ambavyo mmekuwa mkishika jamii inayozunguka mgodi. Mimi naushukuru sana mgodi kwa kusema ule ukweli. Uwepo wa mgodi, kuna mambo makubwa sana yamefanyika Nyamongo. Kuna mambo makubwa ya wananchi wenyewe. Kuwepo kwa mgodi, vijana wamefanikiwa. Kuwepo kwa mgodi, tumejenga mashule, tumejenga zahanati, tumejenga vituo vya afya. Maana yake ni kwamba tuna kila sababu za kuwashukuru na kuwapongeza. Wamekuwa miongoni mwa familia, wameshirikiana na serikali yetu vizuri, lakini zaidi ya yote wamewaona wananchi ambao wana uhitaji zaidi. Kwa Barrick tunawashukuru sana kwa namna mnavyoshirikiana na sisi, na msichoke, muendelee kuwa pamoja na sisi. Katika kipindi hiki Mheshimiwa, jumla ya miradi 255 imefadhiliwa katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, maji, miundombinu, mazingira na uwekezaji wa kiuchumi. Kwa sasa tunatekeleza jumla ya miradi 103 na ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa ujumla utekelezaji umefikia 78%. Kati ya miradi hiyo, miradi 51 imeshakamilika 100%, ikiwemo mradi huu ambao uko mbele yetu hapa. Katika ziara, mkuu huyo ametembelea makazi mapya yanayojengwa ya wananchi waliolipwa fidia pamoja na wale waliogoma kufanyiwa tathmini, lakini pia waliogoma kabisa kuondoka katika eneo la mgodi ambapo ametoa maelekezo ya serikali. Kutoka hapa Tarime, mimi ni Veronica Modesti, Tumaini Habari. Ni taarifa yake Veronica Modesti. Kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa kila ifikapo Machi 8, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Ilala imeendelea na uelimishaji wa mapambano ya rushwa kwa wanafunzi wa kike wa sekondari nchini. Tupate taarifa zaidi. Ni kauli mbiu ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania TAKUKURU, ikitamkwa na wanafunzi wa sekondari ya Kinyerezi High School baada ya TAKUKURU mkoa wa Ilala kufika shuleni hapo. Ujio wa TAKUKURU mkoa wa Ilala mahali hapa ni mwendelezo wa taasisi hii kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Na tunatambua mchango wa wanafunzi kwamba tunatakiwa tuwajengee uwezo wa kuweza kujiamini na kusimama, lakini pia tuwajengee ule uwezo wa kujenga kile kizazi ambacho ni adilifu. Msemo wa Kiswahili unasema samaki mkunje angali mbichi. Ndivyo TAKUKURU mkoa wa Ilala wanavyouishi msemo huu kupitia wanafunzi hawa. Rushwa ya ngono ni mojawapo ya rushwa ambayo imekuwa ikiwasumbua wanafunzi na wanawake kwa ujumla, kama anavyobainisha Verasius Temu, afisa wa TAKUKURU mkoa wa Ilala. Rushwa ya ngono imekuwa ni kikwazo kwa maendeleo ya wanawake. Hata nyie hapa shuleni mnaweza mkawa mna rushwa ya ngono, mwalimu na mwanafunzi. Unaona kabisa huu mtihani huu umenibamba. Wewe mwenyewe unaweza ukamshawishi mwalimu kwamba hapa naweza nikafanya kitu ili anipendelee. Ama mwalimu mwenyewe kama alivyosema mwalimu hapa kwamba piskali, natafuta piskali, haitaki kusoma, nafanya ujanja tu. Rushwa ya ngono. Na rushwa ya ngono yenyewe ina madhara makubwa sana kiafya, kimaendeleo. Baadaye tutakuja kutengeneza viongozi wa namna gani? Kumbe yeye alipita tu darasani, wala hakuwa makini, hakuwa na ujuzi, kaingia kwenye mfumo. Haya, daktari hajui hata kuchoma sindano. Ninyi ndio taifa la kesho, si ndio? Sasa hivi ni mabinti, lakini ndio wanawake wa kesho mtakao kuwa. Sasa niwaombe nanyi mwe mabalozi wazuri sana wa kuzuia na kupambana na rushwa huko mitaani. Maswali na majibu kwa wanafunzi ilikuwa ni sehemu ya kujifunza namna bora ya mapambano ya rushwa. Nani aniambie kwa nini tunasema kwamba tuzuie, tusitoe wala tusipokee? Sababu kubwa ni ipi? Tusitoe wala tusipokee rushwa ni kwa ajili ya kuweka usawa na kulinda haki. Jamani, pigeni makofi matatu. Kwa jinsi mnavyoelewa, rushwa ni kile kitu chochote ambacho mtu anatoa ili aweze kupata kitu bila haki. Mtu anaweza akawa amefanya kosa ili asiadhibiwe, anaweza akatoa pesa ili mradi lile kosa lake lifutwe.
ndio kwa jinsi ninavyoelewa kuhusu rushwa. Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Kupitia elimu hii, afisa elimu kata ya Kinyerezi Ailika Yahaya na makamu mkuu wa sekondari ya Kinyerezi High School Aisha Besta wanachukua fursa ya tukio hili kuishukuru taasisi ya TAKUKURU kwa elimu waliowapatia wanafunzi hawa. Tunawashukuru kwa sababu tumekuwa tukishirikiana nao kila siku katika klabu yetu ya kupambana na kuzuia rushwa. Wanatusaidia kuwaelimisha watoto, wanaanza kujitambua na kuanza kuitambua rushwa wakiwa katika ngazi ya chini kabisa ya kujifunza. Hii inawasaidia hata pale baadaye wanapokuja kuwa watu wazima, wanakuwa wameshatambua njia mbalimbali na namna gani wanaweza wakajikinga na kuepuka na kuweza kuripoti matukio mbalimbali ya rushwa. Watoto wamefahamu na wameelewa, na kwa Kinyerezi High School tuna klabu ya maadili na TAKUKURU. Kwa watoto wameongezewa uwezo wa kufahamu kwamba hawapaswi kutoa wala kupokea kitu ambacho si haki yake, kwa maana atakuwa anachukua haki ya mtu mwingine. Kwa hiyo kwa ujio huu tunashukuru na tunawapongeza TAKUKURU kwa wazo hilo la kuja kushare na watoto wetu wa kike kuelekea siku ya wanawake duniani. Pamoja na uelimishaji huu kwa wanafunzi, pia TAKUKURU mkoa wa Ilala imefanikiwa kuanzisha klabu za wapinga rushwa mashuleni kama wanavyoeleza walimu wa sekondari. Rushwa ni dhambi. Uongo. Sasa kama hadi vitabu vya dini na mafunzo leo tunajifundisha kwenye dini kwamba tunapinga rushwa, malaki unauza haki yako. Yaani wewe haki yako haina thamani tena. Umeona? Kwa ni bora ukaikataa. Mimi pamoja na watoto wangu tutafanyia kazi na hatimaye kuhakikisha watoto wangu wanafikia ndoto ambayo wametarajia kwenye maisha yao. Viongozi mbalimbali wa serikali na dini wamekuwa wakiwaasa Watanzania suala zima la uadilifu, na hapa suala hilo linatiliwa msisitizo na afisa TAKUKURU mkoa wa Ilala Immaculate Ngoti. Na mtu akikutizama wewe atatambua kwamba una uadilifu au hauna. Tumeelewana Atakuangalia mavazi yako, miondoko yako, matendo yako, jinsi utakavyokuwa unazungumza na wenzako. Atajua kabisa huyu binti ni mwadilifu au sio mwadilifu. Maadili ni nini? Maadili ni kufanya jambo sahihi kwa wakati sahihi na sehemu. Maadili ni nini? Kufanya jambo sahihi kwa wakati sahihi na sehemu sahihi. Shule za sekondari ambazo TAKUKURU mkoa wa Ilala imezitembelea kwa ajili ya uelimishaji wa masuala ya rushwa ni pamoja na Kinyerezi High School, Rosalia, Ari Sekondari, Kisungu Sekondari na Kinyerezi Mpya Sekondari. Maria Joseph, Tumaini Habari. Na mara inavuka maji mpaka kisiwani Pemba ambapo jumla ya watu 40 wanaodaiwa kuwa ni raia wa Kongo wameokolewa katika bahari ndogo ya Likoni Kengeja, wilaya Mkoani, baada ya chombo chao kuzama, huku mmoja akithibitishwa kufariki dunia katika ajali hiyo ya kusikitisha ya majini. Taarifa zaidi na Masanja Mabula ambayo inasomwa studioni. Daktari dhamana wa hospitali ya Abdalla Mzee, Daktari Abudi Hamisi Maabadi, amethibitisha kupokea majeruhi hao wakiwa katika hali tofauti kiafya, na baada ya kupokelewa akaingizwa moja kwa moja katika huduma za dharura. Tumepokea takriban majeruhi 39 na mmoja tayari akiwa amefariki. Maana jumla watakuwa ni 40. Kati ya hao wanawake 23 na wanaume ni 17. Na kati ya hao wanaume ni watoto, wanaume ni 4 na wanawake ni 6. Walikuwa hali mbaya, lakini baada ya kupata huduma ya awali wametengemaa na hadi sasa wako katika mawodi na wanaendelea vizuri. Akizungumzia tukio hilo, kaimu mkuu mkoa Kusini Pemba ambaye pia ni mkuu wa mkoa Kaskazini Pemba Mgeni Hatibu Yahaya ameushukuru uongozi wa hospitali ya Abdalla Mzee na wadau wengine kwa juhudi zao katika kuhudumia majeruhi hao. Kiufupi ni ushukuru uongozi wa hospitali, ni washukuru madaktari wote kwa kazi kubwa, lakini ni washukuru na vyombo vyetu vya kamati ya usalama na wao kuhakikisha kwamba changamoto hii ambayo imejitokeza basi inafanywa kazi kwa haraka. Watu hawa wanakisiwa kwamba si raia wa hapa kwa sababu hawawezi kuongea Kiswahili. Kwa hiyo mimi nikamjulisha kamanda wangu wa uhamiaji wa kesi zao za kiuhamiaji ili tuende katika hilo tukio. Kwa bahati tumekwenda na kamanda wangu wa uhamiaji, tumefika kwenye tukio kwa wakati kabisa. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hizi, na sisi kama mkoa itabidi tufanye taratibu, tukawatanguliza maafisa wetu wadogo kwa ajili ya kuja kufanya uhakiki na kuangalia zile status zao na kuweza kufahamu ni raia
wa nchi gani. Tukio hilo limeibua wito kwa mamlaka husika kuimarisha ukaguzi wa vyombo vya usafiri wa majini na kutoa elimu zaidi kwa jamii kuhusu tahadhari za usalama, huku uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo ukiendelea kufanyika. Taarifa hiyo inanipeleka jijini Mwanza ambapo kesi ya uhujumu uchumi na utakatishaji fedha inayowakabili mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Salaman Health Service Limited Abdi Warisame Ils na meneja rasilimali watu Elia Adamu Makongwa wanaoshtakiwa kwa makosa 841 imeahirishwa hadi Machi 18 mwaka huu baada ya mazungumzo ya makubaliano na washtakiwa kushindikana. Tupate taarifa zaidi. Kesi hiyo ni namba 2330 ya mwaka 2006, imeahirishwa leo Machi 4, 2026 na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama mkoa wa Mwanza Eric Malei baada ya kutajwa kwa mara ya 4. Upande wa mashtaka katika shauri hilo umewakilishwa na mawakili wa serikali Fadhili Mondoloma na Jaines Kiwelo, huku washtakiwa wakiwakilishwa na wakili Alan Robi. Shauri hilo limefikishwa mahakamani hapo Machi 4 mwaka huu kwa ajili ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kufanya mazungumzo ya makubaliano na washtakiwa player bargaining juu ya mashtaka na wakabili, lakini mazungumzo hayo yameshindikana baada ya DPP kuomba yasogezwe mbele. Akitoa hoja ya kuomba kuhairishwa mazungumzo hayo mahakamani hapo, wakili wa serikali mwandamizi Fadhili Mondoloma amesema upande wa jamhuri umepokea maelekezo kutoka ofisi ya DPP kuhairishwa mazungumzo hayo mpaka yatakapotoka maelekezo mengine. Nikimnukuu wakili wa serikali Mondoloma, ni kwa sababu upande wa mashtaka umewasilisha malalamiko ambayo yanaendelea kufanywa kazi na ofisi ya DPP na mwanasheria wa mashtaka wa kwanza yuko Dodoma anashughulikia jambo hilo. Mwisho wa kumnukuu. Baada ya hoja hiyo, wakili wa mashtaka hayo Alan Robi amekubaliana na hoja na kuiomba mahakama yairishe shauri hilo kwa siku chache ili kupata mrejesho wa mazungumzo yanayoendelea na ofisi ya DPP. Machi 18, 2026 litakapotajwa tena na kupata mrejesho wa hatua iliyofikiwa ili mazungumzo kwa ajili ya player bargaining yaendelee. Hakimu Male amesema hapa namnukuu, tunashukuru kwa ajili ya timu ambayo ilikuwa tayari kwa hiki kikao player bargaining na imefika mahakamani, lakini ni kwa sababu hili liko nje ya uwezo wetu. Msife moyo, mwe tayari itakapopangwa tarehe nyingine, tuone kama hayo yamefikia hatua nzuri, tuendelee na mazungumzo hayo. Mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, baadhi ya maofisa kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA, ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa jinai DCI, mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF na mahakama walikuwepo mahakamani hapo kwa ajili ya mazungumzo ya player bargaining. Washitakiwa hao wanatuhumiwa kusababishia hasara mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kati ya mwaka 2021 na 2023 kupitia genge la uhalifu lililofanya kazi mkoani Mwanza na Dar es Salaam. Nje ya mahakama hiyo iliyopo katika jengo la kituo jumuishi cha utoaji haki Mwanza, wakili wa washtakiwa hao Alan Robi amezungumzia mwenendo wa kesi hiyo. Tuna maelekezo kutoka kwenye ofisi ya DPP na ofisi ya mashtaka taifa kwamba wametukubalia tufanye majadiliano ili kuweza kumaliza hili jambo mezani. Lakini kwa leo wakili wa mshtakiwa wa kwanza na mshtakiwa wa tatu ambaye ni kampuni hayupo, amepata dharura, lakini pia kuna majadiliano tunafanya nje ya ofisi kidogo na mwanasheria mkuu, yani DPP, not mwanasheria DPP. Kwa hivyo kuna
majadiliano yanaendelea. Kesi leo imeahirishwa, lakini pia tuna barua, yani tulishakubaliwa kwamba tufanye hiyo plea bargaining na itafanyika, lakini kesi imeahirishwa kwa sababu hizo ambazo nimetaja hapo awali. Kwa hivyo kesi inakuja kwa ajili pia ya kuendelea kujua hatma ya hayo maongezi, hayo majadiliano yalikuwaje. Kwa hiyo tarehe 18 mwezi wa 3 tutakuwepo hapa mahakamani. Taarifa hiyo inanipeleka Kongo, ambapo mamlaka za Kongo na makundi ya jamii ya kiraia yamesema makaburi ya watu wengi yamegunduliwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kuondolewa kwa kundi la M23 kutoka sehemu za Uvira, huku mapigano yanaendelea licha ya jitihada za amani zinazoongozwa na Marekani. Tupate taarifa zaidi. Kulingana na maafisa wa kanda, makaburi mawili ya watu wengi yamegunduliwa katika majirani za Koromoni na Kavimvira pembezoni mwa Uvira. Mamlaka inasema maeneo hayo yana angalau miili 171. Kundi la M23 na washirika wake hawajatoa maoni yoyote. Taarifa zinasema picha zilizopigwa zinaonyesha mifupa iliyosambaa katika eneo la msitu pamoja na mawe madogo na mashimo yaliyo wazi yanayofanana na makaburi yaliyochongwa. Jean-Jacques Perusi, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini aliyeteuliwa na serikali Kinshasa, amesema kaburi moja lina miili 31 na nyingine 141. Habari zaidi zinasema watu wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na serikali au wanamgambo wanaunga mkono serikali wanajulikana kama wazalendo walikamatwa na kutoweka. Na taarifa inanipasa kwenda mapumziko. Unaweza kutufuatilia pia kupitia akaunti yetu ya YouTube Tumaini_TV. Nitarejea. Ni Tumaini Habari, mtazamaji. Kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu. Na mara inaelekea huko Pwani, ambapo makatibu wakuu wa vyama vya rafiki vya ukombozi kusini mwa Afrika wamekutana katika kikao cha bodi ya wadhamini ya shule ya uongozi wa Mwalimu Julius Nyerere Kibaha Pwani. Shule hiyo inaongozwa na falsafa ya hayati Mwalimu Nyerere, inayosimamia sio tu kama kituo cha kujifunza bali kama uwekezaji wa kimkakati katika uimara wa kiakili wa vyama vyote. Tupate simulizi zaidi. Nguvu ya shule hii haipimwi kwa miundombinu yake, bali inatokana na jumuiya inayoiwezesha ahadi ya waanzilishi wake, lakini pia ushirikiano wa wanafunzi wake. Umuhimu wa mawazo ya uongozi unatengenezwa kwa makusudi ya kuheshimu historia ili kudumisha uendelevu wakati tunapokumbatia mabadiliko na kubadilisha uzoefu wa pamoja kuwa hekima kwa kizazi kijacho. Akiongoza kikao hicho, mwenyekiti ambaye ni katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro anaeleza falsafa ya shule hiyo ambayo imekuwa chachu kwa viongozi mbalimbali barani Afrika kufikia hapo na kujichotea maarifa. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya uongozi Mwalimu Nyerere Kibaha kwa Mfipa, Profesa Marcelina Chijoriga, amebainisha mafanikio yaliyokwisha patikana shuleni hapo na kozi wanazozitoa kwa viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wanawake. Washiriki wa vikao hivyo vinavyofanyika siku mbili ni Chama cha Mapinduzi CCM, Frelimo, SWAPO, ZANU-PF, ANC na MPLA. Na mara inaelekea huko Geita. Mbunge wa jimbo la Geita mjini Mhandisi Chacha Wambura amewahimiza waendesha bodaboda mkoani humo kuwa mstari wa mbele katika kulinda amani na utulivu wa nchi, huku akiwataka kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuchochea uvunjifu wa amani. Mhandisi Chacha ametoa wito huo wakati wa kufungua mafunzo ya kuwajengea uwezo waendesha bodaboda wapatao 2000 pamoja na mafunzo ya usalama barabarani yaliyofadhiliwa na mbunge huyo. Amesema kuwa baada ya kukamilisha mafunzo hayo, washiriki watapatiwa leseni za udereva. Ameongeza kuwa waendesha bodaboda wana wajibu mkubwa wa kulinda amani ya nchi na kuzingatia sheria kwa kuwa wao ni sehemu muhimu ya jamii na wanakutana na wananchi wengi kila siku katika shughuli zao za usafirishaji. Ikiwa mmewabeba watu wanazungumza, 90% ya mambo yanayoendelea Geita nyie huwa mnayafahamu. Niwaombe leo muwe watu wema. Muwe watu wema kama alivyosema OCD, muwe ni jeshi la usafirishaji. Kwa upande wake, OCD wa wilaya ya Geita Julius Masanyiwa amesema kuwa licha ya kazi ya bodaboda kuonekana ya kawaida hapo awali, kwa sasa ajira hiyo inatambulika rasmi na serikali. Amewataka waendesha bodaboda
kuzingatia sheria za usalama barabarani na kufanya kazi kwa weledi ili kuepukana na ajali na migogoro isiyokuwa ya lazima. Mheshimiwa, wasafirishaji hawa mimi na wahesabu kama kwamba hili ni jeshi la kiraia. Wasafirishaji hawa wanaongoza kupita mitaa yote ya manispaa ya Geita. Na kule wanakopita hakika ni kwamba wanaibua na kuona uhalifu mbalimbali. Naye mwenyekiti wa umoja wa waendesha pikipiki mkoa wa Geita, Fred Fideli, amesema amefarijika kuona kundi analoliongoza linazidi kuthaminiwa na kupewa fursa za mafunzo. Kwa kiongozi lazima uache alama kwamba tunapokwenda kutibu tatizo zima la leseni kwa madereva wa bodaboda kwa hapa Geita, mimi nadhani sasa tunaenda kufungua fursa za mikopo, kwa sababu tulikuwa tunakwama kupata mikopo. Unavoenda tu kujaza fomu lazima kuna kipengele kwamba una leseni. Unapokuwa huna leseni unakosa sifa ya kuwa na mikopo. Kwa hiyo mimi naona sasa tunavomaliza hii mafunzo ya usalama barabarani tunaenda kukata leseni pale TRA. Tayari sisi tunakuwa salama na tunatembea barabarani tukiwa na kama watu ambao tumepigwa ngumi ya mgongo, tunatembea kifua mbele. Kwa mbunge wetu Mheshimiwa Chacha Waja Wambura kwa jitihada alizozionyesha kuweza kutupatia mafunzo ya kupata leseni pia pamoja na leseni. Kwa jitihada hizi kwetu zimeleta tija kwa mafanikio yetu ndani ya umoja wetu wa bodaboda. Sanjari na hayo, mbunge huyo amekabidhi mfano wa hundi ya shilingi milioni 7 kwa chuo cha ufundi Stadi VETA Chato, ikiwa ni mchango wake katika kugharamia mafunzo na leseni kwa vijana hao ili kuwawezesha kufanya kazi zao kwa mujibu wa sheria na kwa usalama zaidi. Asante Joel Maduka kutoka Geita. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadia Jenerali Ahmed Abasi Ahmedi amewaeleza wananchi wa mkoa wa Ruvuma kuwa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu katika mkoa wa Ruvuma yatafanyika kimkoa katika halmashauri ya wilaya ya Songea, ambapo halmashauri zote za mkoa zitatakiwa kushiriki kikamilifu. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake mjini Songea, Brigadia Jenerali Ahmed amesema lengo la maadhimisho hayo ni kutathmini ajenda ya usawa wa kijinsia, haki na uwezeshaji wa wanawake katika masuala ya maendeleo, kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Lengo la kwanza ni ushiriki mpana wa jamii na wadau katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka 2026. Lakini la pili ni kuunganisha nguvu na rasilimali za watu katika kuhamasisha, kuelimisha na kuchukua hatua za pamoja za kuleta usawa wa kijinsia, haki na uwezeshaji wa wanawake na wasichana. Lakini lengo lingine ni kujenga uelewa na kuwezesha kwa pamoja miongoni mwa wadau na kuhakikisha maandalizi ya maadhimisho yanafanyika kwa ufanisi. Na mwisho ni kuunganisha nguvu za wizara, mikoa na wadau mbalimbali. Maadhimisho hayo ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu yamebebwa na kauli mbiu isemayo haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira ya taifa 2050. Ni taarifa yake Kilian Komba ambayo imesomwa studioni. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kukamilika kwa ujenzi wa bandari ya nchi kavu inayojengwa katika kata ya Isaka wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga kutachochea ukuaji wa uchumi wa taifa na kuinua kipato cha wananchi wa eneo hilo kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kibiashara. Akizungumza mara baada ya kukagua maendeleo ya mradi huo katika ziara yake mkoani Shinyanga, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Kenani Kihongosi amesema uwekezaji huo ni wa kimkakati na wenye manufaa kwa kizazi cha sasa na kijacho, huku ukitarajiwa uwekezaji huo kuongeza ajira kwa vijana na kupanua wigo wa mapato ya halmashauri na taifa kwa ujumla. Uwekezaji utafaa leo kwa sisi tuliopo na vizazi vinavyokuja. Watoto wenu watakuja kuona manufaa ya uwekezaji huu ambao unafanyika hapa. Lakini jambo zuri ambalo limevutia zaidi ni kuona sasa ile movement ya mizigo inapunguzwa kidogo. Kwa sababu zamani mzigo lazima utoke Dar uende nchi husika, sasa itachukuliwa hapa na kwenda nchi husika. Kwa upande wake, meneja wa kampuni ya GSM Ikram Said, ambaye ndiye
mwekezaji wa bandari hiyo ya nchi kavu, amesema ujenzi unaendelea vizuri na kwamba mradi huo utakapokamilika utawezesha usafirishaji na uhifadhi wa mizigo kwa ufanisi zaidi, hali itakayorahisisha biashara ndani na nje ya nchi. Tuna uwekezaji wa aina mbili. Tuna uwekezaji wa ICD ambayo ina maana kwamba ni upokeaji wa container ambazo zinakuwa imported kwa ajili ya kusaidia uchumi wa nchi kupanda katika ngazi mbalimbali za wafanyabiashara. Ujenzi huu wa bandari unakwenda kuongeza mizigo ambayo itakwenda kushuka hapa. Sisi kwetu ni fursa kubwa sana kwa maana ya wananchi wetu kupata ajira. Sambamba na ukaguzi wa mradi wa bandari ya nchi kavu, Kihongosi pia ametembelea na kukagua ujenzi wa stendi mpya ya Kahama ijulikanayo kama Mbulu. Katika ziara hiyo, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Amboni Mhita ameeleza kuwa ujenzi wa stendi hiyo unaendelea kwa kasi na unatarajiwa kukamilika kwa wakati ili kuimarisha huduma za usafiri na biashara katika eneo hilo. Kisha kwamba wilaya ya Kahama inaenda kuwa makutano ya kibiashara kwa kanda hii. Tulihitaji sana stendi ya basi ya kimataifa ambayo inakwenda kuhimili ugeni kutoka mikoa ya jirani lakini pia na nchi jirani. Mradi huu kwa mujibu wa taarifa unagharimu zaidi ya bilioni 27 na mkandarasi ameshalipwa bilioni 9 na kazi kwa 40%. Na ukiangalia kazi kwa kweli inaridhisha, unaona kuna watu wako serious ambao wanafanya kazi hapa. Kwa ujumla, miradi hiyo inatajwa kuwa chachu ya maendeleo ya kiuchumi katika wilaya ya Kahama na mkoa wa Shinyanga kwa kuongeza mzunguko wa biashara na huduma za usafirishaji. Goele Melkiori, Tumaini Habari. Taarifa inanipeleka Kongo DR ambapo watu 6 wamefariki baada ya shimo la mgodi kuanguka mashariki mwa Kongo DR. Ajali hiyo ilitokea Rubaya, eneo ambalo tukio lingine baya lilitokea mwezi Februari ambapo watu wasiopungua 200 walifariki. Ni tukio la pili la kufariki huko Rubaya katika wiki za hivi karibuni ambapo watu 200 waliuawa katika maporomoko makubwa ya ardhi katika eneo hilo mwishoni mwa Januari baada ya mvua kubwa kunyesha. Maelfu ya wachimbaji wadogo wanafanya kazi katika mazingira hatarishi katika mashimo ya Rubaya, wengi wakiwa na majembe rahisi na buti za mpira. Naam, taarifa inanipeleka Afghanistan ambapo shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuhusu kuzidi kwa janga nchini Afghanistan huku usalama ukizidi kuporomoka katika mpaka wa mashariki, kusini na magharibi. Taarifa yake John Alif, mwakilishi wa WFP nchini Afghanistan, kwa waandishi wa habari imeelezea kuongezeka kwa ukosefu wa usalama kwenye mipaka ya nchi hiyo huku mapigano yakiendelea katika mpaka wa mashariki na kusini mwa Pakistan. Mapigano hayo mapya yanaleta shinikizo kubwa kwa jamii ambazo tayari ziko hatarini na zimedorora kutokana na majanga ya miaka kadhaa, mzozo na machafuko. Afghanistan inashiriki mpaka wa takriban kilomita 2400 na Pakistan, ukigusa karibu theluthi moja ya mikoa yake. Tangu tarehe 26 Februari, vurugu zimeongezeka katika mstari wa Durand zikisababisha wakazi takriban familia 20,000 kuhama katika mikoa ya mashariki kusini. Vurugu vya mipaka na mashambulizi ya angani na ya ardhini vimeathiri zaidi ya wilaya 30 nchini humo. Takribani watu 160,000 wameathirika na kusitishwa kwa usambazaji wa chakula cha dharura, lakini pia jamii katika milima ya mikoa ya Kunar na Nangar ndio iko katika hali mbaya zaidi na ndio zilizopata mshtuko mkubwa, wakipoteza wanajamii, nyumba na njia ya kujikimu. Taarifa inanipasa kwenda mapumziko, tukirejea ni wasaa wa biashara na uchumi. Ni wasaa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, unatazama Tumaini TV, kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu. Wafanyabiashara wa mkoa wa Kaskazini Pemba wamesema upangaji wa bei za bidhaa hauwezi kufanikiwa iwapo hakutakuwa na maboresho ya mfumo wa kodi na tozo katika bandari ya Wete, wakidai kuwa utitiri wa malipo bandarini unaongeza gharama na kuwalazimu kupandisha bei sokoni. Tupate taarifa zaidi.
Wakizungumza kwenye kikao kilichowakutanisha na maafisa kutoka Wizara ya Maendeleo na Viwanda, wafanyabiashara hao wamesema bado wanakabiliwa na changamoto ya tozo nyingi zinazopandisha gharama za uingizaji wa bidhaa. Bandarini pale kuna utitiri, manake utitiri wa bei. Sisi hatujui tukamwambia nani. Na tena kila siku sio tunashushiwa, kila siku tunapandishiwa. Na kila siku kwenye bandari tukutana na utiritimba mkubwa wa kodi. Kwa hiyo inakuwa hile yatupa ugumu. Mhogo kilo ngapi? Shilingi ngapi kilo moja? Shilingi 1000. Sasa unamzungumza. Shilingi 1000. Lakini kusema tu twende tu kwamba at least kwamba pengine mngetoa vipeperushi kwa ajili ya kuwafikia wale kuwaonyesha umuhimu wa kujisajili. Katika maelezo yake, afisa mdhamini kutoka Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Ali Suleiman Aben, ameahidi kufanikisha malalamiko hayo katika Baraza la Biashara la mkoa ili yaweze kujadiliwa na kupatiwa ufumbuzi wa kudumu. Baraza lile huwa linasikiliza, linachukua changamoto kama zile ambazo mkoa wanaweza kufanyia wao, wanatatua kama wao baraza la mkoa wanafanyia kazi, lakini pia kama ambalo haliwezi kufanyika kama mkoa inakwenda kwenye baraza la taifa lile. Pengine tukashift baada ya siku ikaona fanyika juu nada, lakini baada ya siku ikaona fanyika chini. Hayo ni makubaliano ambayo tutakuja kukaa pahali pamoja tukaweza. Wafanyabiashara wameeleza matumaini yao kuwa kupitia Baraza la Biashara la mkoa changamoto hizo zinapatiwa ufumbuzi na kusaidia kuleta utulivu wa bei pamoja na kuimarisha sekta ya biashara. Na mara tupate taarifa ya ubadilishaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania, na ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Taarifa beti na nipaswa kwenda mapumziko, nikirejea ni michezo na burudani. Naam, ni wasaa habari za michezo na burudani, tunaungana naye Aaron Mpanduka. Asante na karibu katika habari za michezo na burudani mtazamaji, na tunaanza na taarifa kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara ambako kuelekea kunako mchezo wa ligi kuu dhidi ya timu ya soka ya Yanga. Kocha mkuu wa timu ya Singida Black Stars Othman Najar amesema kwamba anafahamu Yanga ni timu kubwa na haikucheza vizuri sana katika mchezo uliopita dhidi ya Simba, lakini wao kuelekea mchezo wa kesho wanachohitaji ni pointi 3 katika mchezo huo. Mchezo utapigwa pale mjini Singida katika dimba jipya la Airtel ambalo Singida ni dimba lake la nyumbani kwa hivi sasa, mchezo ukianza majira ya saa 10 jioni. Najaro amesema kwamba amewatengeneza vizuri wachezaji wake kiafya na kisaikolojia pia kuelekea kunako mchezo huo, akiamini kabisa hawatomwangusha katika siku hiyo ya kesho. The preparation for the game normally I consider more easy than the others when we play against a strong team. So we work on this point, and we need to rectify our play in front of Yanga. So for that reason, just still this training for today to put the dot. To put finalization for our preparation. Kwa upande wake kocha mkuu wa Yanga Pedro Gonçalves, yeye anasema kwamba amekiandaa vyema kikosi chake kwa ajili ya ushindi katika mchezo wa kesho, akiamini kabisa wachezaji wake wataingia na mabadiliko makubwa licha ya kucheza vibaya katika mchezo uliopita dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo anaamini kikosi ama wachezaji kwa ujumla
watabadilika kwa kiasi kikubwa katika mchezo wa kesho kwa kucheza kandanda lililo safi. Well, we always perspective the match in the overall momentous because we need to be performant in offensive parts, but also in defensive parts, in transitions, in set pieces. So we need to look for overall. Anyway, for sure, if we look for our performance since I arrived and since in the league, we have 9 matches, 24 goals. So perhaps, yes, all the teams should develop, should try to improve. But perhaps till now we are not the worst team since our capacity to score goals. Yes, we are crossing a lot of setbacks. If you look at how many players we have injured, unfortunately from the last match, one more. We hope not so serious like we suspicious at the moment, but perhaps Job, we don't know if return to play this season. We hope it's not so serious, as I said, but it's one more setback. So we are crossing a lot of setback with the injured players, but the focus always keep the same. Kwingineko, kuelekea katika mchezo wa Jumapili wa Federations Cup dhidi ya timu ya soka ya B19, wekundu wa Msimbazi Simba wamesema wala hawatoidharau timu hiyo licha ya udogo wa jina lake. Bado tunajua tuna furaha kubwa ya mchezo uliopita ambao sisi tunaamini tumeshinda mchezo huo, lakini sasa furaha hiyo tuiache na tuelekeze nguvu kubwa katika mchezo wetu huu wa tarehe 7 dhidi ya B19. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza mashabiki wa Simba, viongozi na wachezaji kwa kuwa wamoja kwenye mchezo uliopita wa ligi kuu ya NBC, kwa maana mechi ya dabi, kwa kuwa na ushirikiano, kwa kutumia akili kubwa, kwa kutumia nguvu kubwa, kwa kufanya kila kitu kwa ukubwa wake, na hatimaye tukapata matokeo mazuri katika mchezo ule. Hasa kila kitu ambacho tulikitumia katika mchezo ule wa dabi, yani huo sasa iwe ndio standard yetu kuelekea katika kila mchezo. Kwa maana yake ni kwamba tunavyokwenda kucheza na B19 tutumie nguvu ile ile, akili ile ile, umoja na mshikamano ule ule kwenda kucheza na B19 sanjari na michezo mingine yote ya ligi kuu, kwa sababu tunahitaji kupata mafanikio msimu huu. Tukiruka katika anga la kimataifa kuelekea katika fainali za kombe la dunia za mwaka huu, inaelezwa kuwa kocha Jose Mourinho huenda akajiunga na timu ya soka ya taifa ya Morocco. Mourinho anahusishwa kuchukua mikoba ya kocha wa timu ya taifa ya Morocco, Walid Regragui, ambaye huenda kaondoka muda mfupi kabla ya fainali hizo kuanza. Walid alichukua jukumu la kuinua Morocco mnamo Agosti mwaka 2022 wakati nchi hiyo ikiwa ni sehemu ya kikosi cha Afrika kilichoshiriki kombe la dunia la 2022 pale Qatar. Aliweka historia kuiongoza nchi hiyo kutinga nusu fainali ya michuano hiyo kabla kuondolewa na Ufaransa. Pia alisaidia timu hiyo kufika fainali ya kombe la mataifa Afrika 2025 katika ardhi ya nyumbani, ambapo alifungwa kwa taabu na timu ya taifa ya Senegal. Taarifa kutoka Morocco zinasema kuwa ili kutafuta suluhu ya kuifanya Atlas kuwa miongoni mwa timu bora duniani, Jose Mourinho ambaye ana historia kubwa katika soka anaangalia kwa jicho la tatu la kutoa mikoba ya kocha huyo. Shukrani sana mtazamaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa, na hitimisha habari za michezo na burudani namna hiyo, na nakurejesha sasa studio nambari 1 kuhitimisha taarifa habari kwa ujumla katika siku hii ya leo. Asante Mpanduka, na sasa tupate taarifa utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Karibu ungane nami tunapoenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa ambayo ni saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria. Panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho, pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria.
na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Viashiria vya mvua bado vinaonekana katika maeneo mengi hapa nchini. Na Mamlaka ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, Simiu, Mara, Arusha, Kilimanjaro, Manyara na mkoa wa Singida. Wakazi wa maeneo haya ni vyema kuchukua hatua stahiki. Mpenda mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika maeneo kanda za Victoria, maeneo magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, kanda ya kati, ukanda wa pwani yote pamoja na mkoa wa Ruvuma, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Na Arusha tunatarajia mvua na ngurumo. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada, ni kusiendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Asante kwa kuichagua Tumaini Habari. Taarifa TMA inatamatisha Tumaini Habari. Shukrani kwa dawati la habari na wanahabari wetu wote kutoka mikoa mbalimbali Tanzania. Naitwa Mary Yuda Mhumbwe. Asante, uwe na usiku mwema.